Bana, nimekusogezea hii bana kwa taarifa ambazo nimezitafuta na nimezipata kwa uzuri. Ni kwamba Young Africans wanahitaji kuboresha kwenye eneo lao la ulinzi na wameanza mchakato wa kutafuta defender wa kimataifa ambaye ana ubora wa hali ya juu. Na kwenye mchakato huo wa kutafuta ma defenders, kuna defenders wawili ambao wanatajwa kwenda kuchukua nafasi au kusajiliwa na Costa Young Africans, na ni mmoja wao maana yake atasajiliwa, maana wao wanataka beki mmoja wa kimataifa. Lakini kwenye orodha wana walinzi wawili ambao tayari wameweka kwenye orodha, ambao wanaona ni wachezaji ambao wana uwezo wa kuja kwenye Costa Young Africans kwa eneo la ulinzi na wakaenda kuongeza ubora kwa namna moja ama nyingine. Young Africans msimu huu imekuwa na matokeo ya kupanda na kushuka, hasa kwenye eneo la, sio matokeo ya kupanda na kushuka by the way. Timu yao imekuwa ikiruhusu sana mabao kwenye eneo la ulinzi kutokana na makosa ambayo wamekuwa wakiyafanya mara kwa mara kwenye safu yao ya ulinzi. Na ndio maana ukiangalia mechi nyingi za Yanga msimu huu wameruhusu mabao. Ni michezo michache sana ambayo wametoka bila kuruhusu mabao. Angalia hata mchezo dhidi ya Stand United, pamoja na kwamba ni Stand inacheza championship, lakini bado waliweza kuruhusu bao. Kwa hiyo hiyo inakupa pia tafsiri ya namna gani ambavyo safu yao ya ulinzi imekuwa kidogo na changamoto za hapa na pale. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza kwenye hilo eneo ni pamoja na Dickson Job, yupo pia Ibrahim Baka. Ana wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la kiungo la ulinzi la Young Africans. Lakini pia Baka hakuwa na kiwango kizuri kwa msimu huu by the way. Pengine labda msimu unaokuja anaweza akaa kwenye kiwango kizuri, lakini kwa msimu mpaka sasa Baka haja kwenye kiwango kizuri, na ndio maana pia Yanga imekuwa ikifanya makosa ya hapa na pale. Mtu defender pekee wa Yanga ambaye msimu huu amekuwa na stability ya hali ya juu au ameifanya Young Africans kuwa bora kwenye eneo la kujilinda ni pamoja na Dickson Job. Yaani yeye peke yake, yeye ndio amekuwa na muendelezo mzuri by the way. Lakini ukija kuangalia mabeki wa upande wa kushoto, upande wa kulia, mabeki wa kati Nondo pamoja na Ibrahim Baka wamekuwa na viwango vya kupanda na kushuka, kitu ambacho kimepelekea Young Africans kutokuwa na muendelezo mzuri kwenye eneo lao la ulinzi. Lakini mpaka hivi sasa wameamua sasa kujikita kwenye kufanya maboresho kwenye eneo hilo, na wanahitaji center back mmoja wa kimataifa, lakini pia wanahitaji full back mmoja pia wa kimataifa kwenye upande wa kulia, kwa sababu kwa kiwango cha yao pasi ya Tohola wao wenyewe wanaona kama ni center ni full back ambaye pengine anaweza asije kurejea kwenye kile kiwango ambacho alikuwa nacho kwenye msimu wake wa kwanza. Sasa bwana, miongoni mwa kwenye majina mawili ambayo yametajwa mpaka sasa ambayo Young Africans wanahitaji ni majina kidogo ambayo yanatisha. Yaani ni majina tishio by the way kwenye mpira wa Afrika, lakini pia kwenye mpira wa Tanzania, kwa sababu ni center back ambao wanacheza kwenye ligi bora sana ya nchini Morocco pale. Unajua Morocco ni moja zile ligi 5 bora barani Afrika. Kwa hiyo wanacheza pale Morocco, lakini ni mabeki pia ambao wana experience kubwa. Wameshacheza mashindano makubwa sana ya kimataifa, wameshacheza AFCON, wameshacheza FIFA qualification. Ni wachezaji ambao wameshacheza kwenye viwango bora kwa muda mrefu sana. Center back wa kwanza ni Henock Inonga Baka ambaye anacheza FAR Rabat ya pale nchini Morocco, na huyu ni center back ambaye alianza kuhudumu kwenye klabu ya Simba kwa muda mrefu kidogo. Baada ya kutoka Simba akaenda kujiunga na FAR Rabat ya pale nchini Morocco. Na nikwambie kitu kimoja, wakati Henock Inonga anatoka ya Simba alipaswa kwenda Yanga, lakini kilichotokea ni kwamba Yanga walichelewa kutoa ile pesa, kwa sababu Yanga walikuwa wanapambana na saini ya center back huyu ya kiungo Clatous Chota Chama, ndio mchezaji ambaye kuna pambana naye that time. Kwa hiyo walichelewa kumpa Inonga pesa ambayo alikuwa anahitaji, na mwisho wa siku akaenda kujiunga na FAR Rabat ya pale nchini Morocco, timu ambayo pia anacheza mpaka sasa. Na wakati ule anaenda kucheza Morocco, timu ilikuwa chini ya Nasri Nabi na of course Nabi ameondoka, lakini bado amekuwa akipata nafasi ya kucheza kwenye coast ya FAR Rabat by the way. Kwa hiyo ni center back mzuri sana, ni center back ambaye pia anahusishwa kujiunga na Yanga mwishoni mwa msimu, na tayari mazungumzo by the way yameshaanza na wanaendelea vizuri by the way kwenye mazungumzo yao. So kama atafikia makubaliano mazuri, Henock Inonga Baka atatoka FAR Rabat anakuja kujiunga na klabu ya Young Africans, na huyu ndo atakuwa mchezaji mwingine kutoka Simba alafu akaenda timu zingine alafu akaenda Yanga, kwa sababu ile kutokea kwa Augustin Okre Magic, imewahi kutokea pia kwa Jonas Mkude na wachezaji haya yamewahi kutokea pia kwa Haruna Niyonzima, pia alitoka Yanga akaenda Simba, afu akatoka Simba akaenda Yanga. Imewahi kutokea pia kwa watu kama kina of course na wachezaji wengine wengi ambao wamewahi kucheza Yanga au Simba afu wakaenda Yanga, na kuna ambao wamewahi kucheza Yanga wakatoka Yanga wakaenda Simba. Kwa hiyo Inonga pia anaingia kwenye ile orodha ya miongoni mwa wachezaji ambao pia wanaweza kucheza kwenye timu ambao wamecheza Simba na wakaenda Yanga. Lakini pia kuna uwezekano mkubwa kama atasajiliwa na Yanga, maana yake atakuingia kwenye ile orodha
ya miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza timu zote kubwa za Kariakoo, kwa maana amecheza Simba na amecheza na Yanga. Ina maana atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao wameka hiyo historia. Lakini mchezaji mwingine ni Issouf Dayo. Huyu ni nyota ambaye anacheza kwenye kikosi cha RS Berkane. Ni center back mkongwe sana, mkongwe wa muda mrefu. Ana zaidi umri wa miaka 30. Ni miongoni mwa center back bora sana kwenye kikosi cha RS Berkane. Na Issouf Dayo pia kuna wakati aliyokuhusiwa pia kujiunga na Simba kama unakumbuka, msimu wa mwaka juzi, msimu ambao Simba ilienda kumsajili, alikuwa ni Che Malone Fondo. Yes, it was Che Malone Fondo kipindi kile. Ndio center back ambaye ilikuwa ni target kubwa ya Simba, lakini Simba walishindwa kumchukua kwa sababu ya masuala fulani ya kifedha. Kwa hiyo mwisho wa siku waliachana naye wakaenda kumchukua Che Malone Fondo kwa sababu target yao kwanza ilikuwa Issouf Dayo. Na sasa hivi Young Africans sasa ndio ambao wameamua kwenda kumsaka na kumleta pale kwenye kikosi cha Yanga, na ni option ya pili manake. Ina maana Yanga wametarget wachezaji wawili kutoka Morocco. Kama hawatampata Henock Inonga Baka, basi watamchukua Issouf Dayo ambaye pia amekuwa na muendelezo mzuri sana kwenye kikosi cha RS Berkane. Sisi kazi yetu ni kusubiri na kuona nani ambaye anaweza kwenda kukamilisha uhamisho huo, lakini ni miongoni mwa wachezaji bora ambao pia wana window na Young Africans mpaka sasa. Lakini by the way, Issouf Dayo ni miongoni mwa wachezaji bora hata ukiangalia kwenye timu yake ya taifa ya Burkina Faso, Burkina Faso, ni Burkina Faso, yes. Kama hicho mara nyingi amekuwa akiitwa na amekuwa pia akicheza. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana ambao wamekuwa na wakati mzuri by the way. Kwa hiyo tusubiri tuone ataenda itakuwaje, lakini miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na muendelezo mzuri kwenye kikosi cha RS Berkane. Lakini pia kwa upande wa Henock Inonga wote tunajua ubora wake, ni miongoni mwa center back wazuri sana ambao pia wamehudumu kwenye timu ya taifa ya Kongo na mpaka sasa wanahudumu, lakini pia wamehudumu kwenye klabu ya Simba kwa ubora wa hali ya juu sana. Kwa hiyo naamini kwamba kwa mabeki wawili, kwa yoyote ambaye Yanga watafanikiwa kumpata, watakuwa wamepata bonge moja la beki, watakuwa wamepata beki mzuri ambaye atakuwa na uwezo wa kuwasaidia sana kwa kiasi kikubwa na kupunguza haya makosa madogo madogo ambayo yanaonekana kwenye safu yao ya ulinzi.